Asante Mhashamu Baba Askofu. Kwanza tunashukuru sana kwa kukubali wito wetu. Unayetuona mbele yako ni wanamoyo mtakatifu wa Yesu. Tumewakilisha jimbo, lakini hasa ni wanamoyo mtakatifu wa Yesu wa manispaa ya Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Kanisa Katoliki jimbo la Iringa, shirika la Moyo mtakatifu wa Yesu jimbo, Mhashamu Baba Askofu jimbo la Iringa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yahusu taarifa kutoka shirika la Moyo mtakatifu wa Yesu jimbo. Mhashamu Baba Askofu, wanamoyo mtakatifu wa Yesu jimbo la Iringa, kwa pamoja tunakushukuru sana kukubali wito wetu wa kuonana na wewe leo. Pia tunakupongeza sana, hongera sana kwa kupata daraja la uaskofu na kukubali kuwa kiongozi wetu wa jimbo la Iringa. Na sisi tunaahidi kuendeleza utume wetu, hatutakuangusha. Sisi wanashirika la Moyo mtakatifu wa Yesu jimbo tunapenda kutoa taarifa fupi ya shirika letu. Tuna parokia 33 katika jimbo letu, lakini zenye shirika la Moyo mtakatifu wa Yesu ni 16 tu. Tunajitahidi kuhamasisha na kueneza parokia zote. Mapokeo ni changamoto. Lengo la shirika hili ni kujiinjilisha sisi wenyewe na kuwainjilisha watu wote kwa njia ya sala na kueneza ibada ya Moyo mtakatifu wa Yesu kila mahali. B. Kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji. 2. Mpango kazi. Shirika letu lina uongozi tangu taifa hadi kigango. Uongozi wa taifa: mwenyekiti Christopher Mrope kutoka Tunduru Masasi, makamu mwenyekiti Hilda Kisingi kutoka Morogoro, katibu Richard Mahundi kutoka Dar es Salaam, katibu msaidizi Frederick Leonard kutoka Kigoma, tunza hazina Godoni Rwenyadila kutoka Dar es Salaam, tunza hazina msaidizi Priska Ntanga kutoka Mtwara. 3. Pia tuna kanda kuu ambayo inaunganisha majimbo 4, yaani Iringa, Mafinga, Mbeya na Sumbawanga. Nayo ina uongozi ufatao: Adam Bimbi mwenyekiti wa kanda kuu kutoka Iringa, ili Christopher Sichinga ni makamu wa mwenyekiti kutoka Sumbawanga, Anthony Lwila katibu kutoka Mbeya, 4. Theodora Badi ni katibu msaidizi kutoka Mbeya, 5. Chezalina Mobo mtunza hazina kutoka Iringa, 6. Teresia Mzindakaya mtunza hazina msaidizi kutoka Sumbawanga. 4. Uongozi wa jimbo la Iringa: 1. Chezalina Mobo ni mwenyekiti, Bethodi Maliga makamu mwenyekiti, Adam Bimbi katibu, Josephine Mrope katibu msaidizi, Chazi Mgata mtunza hazina, Epifanyo Chogo mtunza hazina msaidizi, Ladislaudi Kaijage mwenezi, mwisho Father Charles Mwipopo mlezi wetu wa jimbo. 5. Wanashirika la Moyo mtakatifu wa Yesu jimbo la Iringa kama vikundi hukutana mara moja kwa wiki kusali ibada kwa Moyo mtakatifu wa Yesu jimbo nzima, kila wanachama parokiani au vigangoni mwao. Kumbe Alhamisi inayotangulia Ijumaa ya kwanza ya mwezi, baadhi ya parokia ukesha usiku mzima hadi asubuhi kuamkia misa ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi. Kwa mwaka, wanamoyo hufanya kongamano la Moyo mtakatifu wa Yesu parokia walioteua kwa mzunguko. Hukutana wanamoyo jimbo nzima parokia iliyoteuliwa, kama vile ulivyotukaribisha wewe kwenye parokia ya Ujewa na kutusaidia mwaka 2023. 6. Mwaka huu kwa mara ya kwanza tumependekeza tufanye kongamano la kanda
ambapo tutafanyia jimbo kuu la Mbeya kuanzia tarehe 25 mwezi wa 9 2025 hadi tarehe 28 mwezi wa 9 2025. Kule kutakuwa na mada mbalimbali. Watakaotoa mada hizo ni Mhashamu Askofu Mkuu Nyaisonga, Father Mwambala na Father Sichalwe kutoka Mbeya na Father Nandi kutoka Sumbawanga. Wajumbe wanaotakiwa kwenda ni wanamoyo wote wa majimbo manne na waumini wote tunawakaribisha. Mikutano. Jimbo letu hufanya mikutano kufuata katiba yetu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Jimbo hufanya mikutano 4 kwa mwaka na ngazi ya vikaria na parokia. Kumbe Kigango hufanya mikutano kila mwezi mara moja. Pia tuna mkutano mkuu wa taifa ambao hufanyika mara moja kila mwaka na tunafanya kwa kuzunguka kila jimbo. Na jimbo ambalo Baba Askofu atakubali au kuomba mkutano ufanyikie kwake, gharama zote za mkutano mkuu zitagharamiwa na jimbo hilo, yaani malazi na chakula. Wajumbe wa mkutano huo mkuu ni mwenyekiti, katibu, mtunza hazina na mlezi wa jimbo. Tunajitahidi kwenda kila mwaka, ingawaje changamoto ya nauli, tunategemea wanachama ndio wanaojitahidi kuchangia kidogo kidogo hadi nauli itimie. Mara wenda moja au wawili kwa kukosa nauli. Sisi jimbo letu hatujawahi kufanyia mkutano wa taifa kwa sababu ya kukosa fedha za kuwahudumia wajumbe. Wajumbe wa mkutano mkuu hufikia 90 hadi 100, haizidi 100. Tunaomba Mungu na sisi siku moja tufanyie Iringa mkutano mkuu wa taifa. Asante sana Mhashamu Baba Askofu, karibu sana jimbo la Iringa. Kwa unyenyekevu mkubwa ufalme wako ufike. Wapendwa viongozi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu jimbo na parokia Kigango na kote mliko ambako mnawakilisha, ninawashukuru sana kwa kuja kuniona, kunisalimia, na ninawashukuru sana kwa sala zenu na maombi yenu ambayo mlifanya kabla mara tu baada ya kupata taarifa ya uteuzi, na katika kipindi chochote cha maandalizi mmenisindikiza kwa sala. Najua mmesali sana kwa ajili yangu, lakini si tu katika swala hilo la kiroho la kusali, pia mmetoa sadaka zenu na mmetoa hata muda wenu, mmetoa nafsi zenu kwa ajili ya maandalizi ya uaskofusho ambao ulifanyika tarehe 27 ya mwezi uliopita. Nadhani mtakumbuka na mtafahamu kwamba sasa tumekwisha maliza karibu mwezi mmoja tangu hayo yote yatokee, na Moyo Mtakatifu wa Yesu ninyi ndio mnaoshika ndio mnashikilia pia msimamizi wa jimbo, na hilo mnalifahamu kwa sababu jimbo letu la Iringa msimamizi wake Moyo Mtakatifu wa Yesu na Mama Maria Consolata ambaye tunamweka pamoja naye kwa sababu ndiye wa Consolata ndio ambao walikuja kutuinjilisha hapa na wamekaa kwetu kwa muda mrefu kiasi, Wajerumani waliokuja wakakaa kwa muda mrefu. Kwa hivyo jimbo letu la Iringa, ninyi Moyo Mtakatifu wa Yesu ndio tungeweza kusema mnashikilia uhai wenyewe, hasa usimamizi wake, na mnapokuwa mna nguvu na mkawa moto katika vyama vyote vya kitume tulivyonavyo, ninyi mtakuwa kama dira na mwongozo wa wengine kufuata. Na ndio maana yale yote ambayo mnayasimamia na kuyafanya, tunawaombea ili Mungu ayabariki na yaweze kwenda vizuri. Nimesikiliza risala yenu mlioitoa kwamba mnafanya mambo mengi yawe ya kuanzia katika ngazi za vigango,
parokia mpaka kuja jimboni. Yote mnayoyafanya ni mazuri sana na ndio yanayotusaidia katika kuhamasisha na hasa kubaki katika njia zile ambazo zinatuongoza katika uinjilishaji tunaofanya katika jimbo. Kuhusu makongamano, ninafurahi kusikia kwamba sasa mmeanza kuna hata kanda na mtakuwa pia na kongamano la kanda. Hili ni jambo jema sana na tunawaombea kweli muweze kulifanikisha hilo, na niweke utaratibu ili kwamba wengi waweze kwenda kama wawakilishi, na yale watakayoyapata kule katika kongamano hilo waje wawasaidie wengine. Kuhusu jambo la kufanya kongamano kitaifa katika jimbo letu, mimi ningesema tulichukue hilo wote kwa pamoja kama jambo la muhimu, kwa sababu kama hatujawahi kufanya na sasa tuna jubilei ya miaka, na sisi ni Moyo Mtakatifu wa Yesu ndio msimamizi. Ni majimbo machache sana Moyo Mtakatifu wa Yesu msimamizi, sisi ni mmoja wapo. Na sasa kwa vile Moyo Mtakatifu wa Yesu ndio msimamizi pia wa jimbo letu, ingefaa tuweze kuwakaribisha hata wenzetu wakae, tujiwekee kama jambo la muhimu la kufanya. Changamoto inafahamika, maana changamoto ni hiyo ya kifedha, uchumi, kwamba basi wakija hao wajumbe tutaweka wapi, na kama wanakuja sawa, bila shaka kuna sijui masharti gani. Mimi ningesema hivi, tujaribu kuona kwa pamoja na hata kuainisha gharama zake zipoje, halafu ninyi hata kwa mawazo mkipata ile budget. Kwa mfano ni rahisi tu kujifunza kwa wale kongamano la mwisho tulilofanya labda mahali fulani, wenzetu walifanya mmoja, na ninyi wenyewe bila shaka mnawahi kwenda huko mkaona walivyofanya, si ndio? Hatuwezi kusema kwamba tutashindwa kufanya kongamano hata kama lingekuwa kama tumeweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa nini sisi tushindwe? Kwa nini wenzetu wafanye na sisi tushindwe? Kwa hivyo hilo jambo, na alafu sasa tukiliona kwa sababu linapata sura hiyo ya utaifa, basi tunaweza tukaona sasa hata namna ambavyo waamini wengine nao wanaweza kuchangia kama wana Moyo Mtakatifu wa Yesu katika wazo hili la kwamba sisi msimamizi wetu ndio huyo, na kwa hiyo wote pia tunaingia kwa namna wote tunabeba wote kama kanisa. Ni nini ndio watokozaji na ndio waanzishaji wakubwa ili hilo jambo liweze kufanyika. Si lazima iwe mwaka ujao, hata mwaka unaofuata, ili tuweke kama mkakati fulani wa jambo hili liweze kufanyika, kwa sababu hilo litatulisha kiroho sisi na wengine, na itakuwa ni sehemu kubwa sana ya uinjilishaji pia kwa wengine. Kwa hivyo ni hilo niwaachie, lakini niahidi kwamba tutafanya kwa pamoja, yani tulichukue wote kwa pamoja, tulibebe kama ni kwetu, kama ni jambo la muhimu sana ambalo tutapaswa kulifanya katika miaka michache ijayo. Kanaweza kuwa kusaidia pia hata kupata chochote kidogo kwa ajili ya kusaidia wenzetu nauli, au wale wanaoenda kwenye makongamano au wanaenda kwenye mikutano, viongozi wetu, mkamradi fulani kama chama cha kitume ni lazima. Kwa hivyo fikirie vyanzo vinavyoweza kutusaidia katika utume huo ili uweze kufanyika vema. La mwisho kabisa ni shukrani kwenu kwa zawadi mlizotoa. Kwa ajili wenu wa zawadi nimestajabia kidogo, nimeutoa kwa mtindo ambao nilikuwa sijauona. Hapo mmeanza vigango, kaja parokia, kaja vikaria, jimbo. Kwa kweli nimeguswa sana na upendo wenu na ukarimu wa watoaji wa zawadi zenu, lakini naamini kabisa na hilo ndilo ambalo linawaongoza daima, moyo wa utoaji wenu
Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Na huo ndio unaotuongoza na kutugusa moyoni ili tuweze kuwa pia wakarimu wa kutoa zawadi. Nawashukuruni sana kwa upendo wenu. Mungu awabariki. Ambayo Baba umejaribu kwa ajili tuanze kuyafanyia kazi, basi tuanze kuyapangilia ili tuone siku zijazo tunafanya nini. Lakini nakushukuru kwa kujitoa na kutupa muda huu angalau kuweza kusikiliza. Tuna imani kabisa Baba kwamba tutaendelea kusaidiana na kukupa taarifa kupitia mshauri wetu wa mikopo kwa yale ambayo yatakuwa Baba yanahusu chama chetu na vile ambayo yatakuwa yanahusu. Baada ya Baba tunashukuru, tunaomba uturuhusu tuweze kuondoka, lakini tunashukuru kupata baraka yako. Angalau kama una moyo mtakatifu wa Yesu iwe ndio ya kwanza, sawa ya pale tulipata wote. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amen.